Tunapoizungumzia parokia ya Mwenye Heri Anuarite Makuburi, ni kama tunamzungumzia mzazi aliyejitoa sadaka kwa ajili ya maendeleo ya watoto wake. Parokia ambayo kwa mujibu wa historia ilikubali kulegeza maendeleo yake ili watoto iliyowazaa waweze kusonga mbele. Historia ya parokia hii inaanzia miaka 28 iliyopita, mwaka 1997 ilipoanzishwa parokia hii, ikiwa imezaliwa kutoka parokia ya Manzese kama moja ya vigango vyake. Kwanza kuanzishwa kwa kigango hicho ni baada ya kuonekana kuna uhitaji mkubwa wa huduma za kiroho kutokana na wakazi wengi kuhamia maeneo ya Mabibo, Ubungo Kibango na uelekeo wa Makoka. Kigango hiki kilizinduliwa rasmi Agosti 18 mwaka 1988 na paroko wa Manzese wa wakati huo hayati Padre Jean-Gaultier Francois wa shirika la wamisionari wa Afrika na kupewa jina Kigango cha Makuburi. Juhudi za kupata kiwanja hadi kujenga kanisa dogo la Kigango cha Makuburi hazimweki kando Padre Gerard Chebanon aliyekuwa paroko wakati huo na mzee Cassian Zulu aliyekuwa mwenyekiti wa halmashauri ya walei parokia ya Manzese, ambapo kwa msaada na waamini wengine walipambana hadi kupatikana kiwanja cha kanisa la kigango hicho. Cassian Zulu ndiye mwenyekiti wa kwanza kabisa kuanzia ilipokuwa kigango hadi kuwa parokia. Ameshika nafasi mbalimbali za uongozi kwenye kanisa, ikiwa ni pamoja na mwenyekiti wa halmashauri ya walei jimbo na taifa. Tulipomtembelea nyumbani kwake Kilongole, Dar es Salaam, alitueleza mengi namna gani walivyopambana hadi kupata eneo la ujenzi wa kanisa la Kigango cha Makuburi. Nikawa convince, wakakubali, na baraza la maaskofu limekubali, na viongozi wa serikali wamekubali kwamba we have no objection. Lazima upate procedure. Basi serikali yakubali, viongozi wenyeji wakakubali, basi ndio nikapata kile kiwanja, nikanunua. Sio kwa hela zangu, tukachangisha. Tukachangisha na wenyeji, sema kubali. Kanisa si yao, kanisa ni watu, sio mimi. Basi tukachanga pesa pale, tukaanza kujenga kanisa hili. Taratibu mpaka tukalimaliza to this position. Askofu kaja wakanibariki tayari. Sasa wakati ni mwenyekiti wa halmashauri lei taifa. Na at the same time ukiwa taifa, of course kuna askofu, kuna mwenyekiti wa jimbo. Lakini sasa mimi kwa kuwa ndo wa taifa na ndio ID imetoka kwangu, mimi ndo nakuwa mbele zaidi. Miaka 9 baadaye akiwa mwenyekiti wa Kigango cha Makuburi, mzee Zulu na viongozi wenzake katika kamati tendaji ya kigango hicho walifikisha ombi kwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, la kukipandisha hadhi kigango hicho na kuwa parokia. Baada ya kupokea ombi hilo, maswali ya askofu yalikuwa mawili tu. Je, nikimleta padri, mnaweza kumpatia nyumba na chakula? Na je, mnaweza kumpatia padri usafiri wa kupeleka huduma kwa waamini? Jackson Mtoka aliyekuwa mmoja wa wajumbe wa kamati iliyoundwa kufanyia kazi maswali hayo ya baba askofu wakiongozwa na Cassian Zulu, anasema zoezi hilo halikuwa rahisi. Mchakato wake ulikuwa mrefu kidogo, lakini penye nia pana njia. Panuka kwa parokia. Akamuuliza, mnaweza mkamlisha padri wangu? Na ni sadaka yenu iko, inaweza kafika 200,000. Ambia 200,000 tulikuwa tumeshafika. Mnaweza kuwa na nyumba ya padri? Basi tulifanyia kazi hilo, kutafuta nyumba ya padri. Ukipata nyumba ya padri, njoo. Bahati nzuri kwenye kamati ile kulikuwa na mzee anaitwa Kasoyo. Hiyo nyumba nayoiona imeboreshwa kuwa gorofa, ile ilikuwa nyumba yake nayo kama padri. Akasema, mimi naweza nikaitoa nyumba yangu, ila tu kwa sababu ni kitu cha familia, mimi nahamia huko Pugu, tutahitaji usafiri mzuri tu wa double cabin. Basi tukajaribu changisha. Tuliambulia kama 1,000,000, haikufika milioni
milioni 1.5 haikufika kwa waumini wote. Tukaunganisha na za kwetu pale, tukawa tuna milioni 4.6. Naambia baba, hela yetu ya leteni. Akaenda Africarius, akachukua double cabin, akamletea pale. Kaambia double cabin hii. Basi yule mzee kahama. Na yeye asema bwana nani, wakati anahama yule bwana, anambia bwana, nimeshaambiwa nikitoka likizo na hamia Makuburi. Kwa hiyo ifanyeni ukarabati hiyo nyumba. Kwa kweli nyumba ilikuwa katika hali mbaya sana. Ukiandika hivi, yani kwanza tofali unaacha alama. Matofali haikuwa imara. Tukatafuta mawe yale ya kama ya chokaa, tukafanyia stone pitching kuizunguka nyumba yote angalau ikawa imara. Basi na kweli alipotoka kule hakufikia tena kule, akafikia hapo kwenye nyumba na ikatangazwa parokia teule. Baada ya kutajwa parokia teule, haikukaa sana, miezi michache baadaye ikatajwa kuwa parokia kamili chini ya usimamizi wa mwenye heri Sister Clementina Ningapeta Anuarite, paroko wake wa kwanza akiwa Padre Gerardo Dexon na msaidizi wake Padre Brian Mkude, mwenyekiti akiwa Gisla Cassian Zulu, makamu mwenyekiti marehemu Adrian Pande, katibu Monica Changamike, katibu msaidizi Kasimiri Pasawe na mhazini marehemu Roman Kavishe. Baada ya kutajwa rasmi kuwa parokia, ilikabidhiwa watoto wa kuwalea kwa maana ya vigango, ambavyo ni kibango ndio kilikuwa cha kwanza kabisa, ambacho kilianza na chekechea kisha kujenga kanisa zuri la kisasa, na baada ya miaka mitatu, yani mwaka 2000, ikatajwa kuwa parokia, paroko wake wa kwanza akiwa Padre Brian Mkude. Kigango kingine ni cha Mtakatifu Gaudens Makoka. Hiki kina historia ya kuvutia sana. Ilikuwa ni mwendelezo wa majitoleo ya waamini wa Makuburi, ambapo mwamini mmoja aliyejulikana kama Gaudens Mkua alijitolea kiwanja bure cha ekari 12 kwa ajili ya maendeleo ya parokia. Eneo lilikuwa zuri na la kuvutia, hivyo parokia ikaamua kujenga kanisa kubwa na zuri Kilimani, nyumba ya masista, chuo cha ufundi, kisha baadaye iliongeza eneo na kuanzisha kituo cha afya na shule ya sekondari. Miradi hii ilisimamiwa na masista wa shirika la Bikira Maria Malkia wa Mitume Mbeya, ambao wanahudumu Makuburi mpaka sasa. Parokia Makuburi iliweka nguvu kubwa kigangoni Makoka kuhakikisha miradi hii inakuwa na kusimamiwa vyema, na kilizidi kuwa kikubwa huku idadi ya waamini ikiongezeka kwa kasi. Hivyo ikajengwa nyumba ya mapadri na mwaka 2016 ikatajwa parokia rasmi. Kigango cha tatu ni cha Mtakatifu Yohane Mbatizaji Bonyokwa. Hiki kijiografia kipo mbali na parokia ya Makuburi, na kutokana na umbali huo, parokia ililazimika kujenga shule ya chekechea ambayo ilitumika kama nyumba ya ibada siku za Dominika. Lakini kutokana na umbali huo, kikahamishwa kichungaji na kuwekwa chini ya parokia ya Kibango, lakini bado miundombinu haikuruhusu kigango kihudumiwe kwa urahisi, hivyo kikahamishwa tena kichungaji na kuwekwa chini ya parokia ya Makoka hadi kilipokuja kuwa parokia kamili mwaka 2020. Sifa mojawapo ya parokia ya Makuburi ni kuwa na moyo wa umisionari, kuhakikisha huduma zinawafikia waamini pasipo kujali umbali. Ndivyo ilivyokuwa kwa kigango chake kingine cha Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu Nzasa. Kigango hiki kilikuwa mbali zaidi ya Bonyokwa. Kama ilivyokuwa kwa vigango vingine, parokia ilijenga chekechea ambayo ikawa nyumba ya ibada kwa siku za Dominika, na baadaye baba askofu akakihamisha kichungaji na kuwa chini ya parokia ya Kibango hadi kilipokuwa parokia rasmi mwaka 2015. Moja ya eneo lililokuwa na wahamiaji wengi ni Kilungule. Hiki kilikuwa kigango kingine cha parokia ya Makuburi na kuhitaji kusogezewa huduma.
hivyo ikajengwa pia chekechea iliyotumika kama nyumba ya ibada kwa siku za Dominika, na yenyewe ilihamishwa na kuwa chini ya parokia ya Kibango hadi kilipokuja kuwa parokia kamili mwaka 2010. Tofauti na vigango vingine vilivyokuwa mbali na parokia, kigango cha Mtakatifu Yohane Mbatizaji Luhanga kilikuwa karibu sana na parokia. Chenyewe kilianzishwa kwa sababu ya wingi wa waamini, kwani ni maeneo yenye wakazi wengi sana. Changamoto kubwa ilikuwa ni ufinyu wa eneo, na hivyo parokia ya Makuburi kulazimika kununua eneo la bonde la maji lililokuwa likitumika kulima mchicha na kujaribu kulijaza kifusi ili liweze kufaa kwa ujenzi. Walianza kujenga chekechea na baadaye kanisa kubwa. Pia palijengwa nyumba ya watawa na chuo cha elimu na maisha. Kwa bahati nzuri, eneo lilipojengwa kigango cha Luhanga ni karibu sana na nyumba ya mapadri wa shirika la Yesu Jesuits Fathers wanaohudumia shule ya sekondari Loyola. Kigango hiki kilifanywa parokia mwaka 2004. Kigango cha mwisho ni Mtakatifu Padre Pio Tabata Kisiwani, ambacho historia yake inafanana sana na Luhanga. Ukosefu wa eneo na hivyo parokia kulazimika kununua baadhi ya nyumba kujenga kanisa, nyumba ya mapadri, ukumbi na ofisi za kigango. Kigango hiki pia kipo karibu mno na parokia ya Makuburi, lakini chenye wakazi wengi sana, na mwaka 2016 ikafanywa parokia kamili, ikiwa ni mtoto wa mwisho kabisa wa parokia ya Makuburi. Sina shaka utakuwa unajiuliza, karibu vigango vyote hivi vimepiga hatua kubwa sana kimaendeleo, makanisa ya kisasa na miradi mbalimbali tofauti na parokia iliyowazaa Makuburi, ambayo kwa sasa ndio imeshika kasi kufanya maendeleo mbalimbali parokiani hapo, ikiwa ni pamoja na upanuzi wa maeneo, ukarabati wa kanisa na ujenzi wa mnara ambao ilikuwa ndoto ya miaka mingi sana. Kumbe lilikuwa ni suala la muda tu katika kutekeleza yote hayo. Wakati wa uongozi wake kama mwenyekiti wa parokia, Mzee Jackson Mtoka anasema waliweka vipaumbele katika uboreshaji wa ukaaji kanisani na ununuzi wa maeneo, ingawa suala la ujenzi wa mnara liliongelewa sana, lakini haukuwa wakati wake. Mnara ulikuwepo, ulikuwa kiongozi mnara. Sasa unajua paroko ndio mwenye sei. Sana alipopiga kelele sana mnara, akatuletea kengele digital. Akasema kengele mnamsikia. Mnara na kengele ni vitu tofauti. Mnara ni simbo ya kanisa Katoliki. Tunashukuru Mungu, hilo wazo lilikuwepo. Sasa shida moja ilikuwa uongozi ambao chini ya paroko sana alikuwa nakimbilia ni gharama. Mfikia nani mnara ni gharama ndogo, ni gharama kubwa. Basi tuna mambo mengi ya kufanya. Kwa kweli tuna mengi ya kujivunia kama parokia. Kwanza imebakia kama parokia ambayo ina maendeleo, na vile pamoja na kwamba tulivyoanza eneo finyu, sasa hivi tuna eneo la kutosha. Pamoja na kwamba maeneo karibu na kanisa pale yapo ya kutosha, vile tuna eneo lingine ambalo linasubiri kwa ajili ya kuweka mradi wa kanisa huko kwa Rutengwe. Na imani tunavyoendelea hivi, na kwamba mpaka sasa hivi kanisa lina parokia ina kipato cha kutosha kuanzia sadaka, zaka, vile na shukurani ambayo tunaifanya kila mwaka. Tunapata hela ya kutosha, tunaweza tukafanya maendeleo ya kutosha. Mradi tu utashi uwepo. Unajua kusipokuwa na utashi hakuna kitaka kwenda.
Hata ukiwa na kila kitu, utashi kama haupo inakuwa ni shida. Kila jambo ili lifanikiwe linahitaji hamasa. Na katika hatua nyingi parokia ya Makuburi ilizopiga zilichochewa na kujitoa kwa viongozi kama kina Mzee Zulu, lakini na hamasa pia. Katika eneo hilo la hamasa hauachi kumtaja Mama Monica Changamike ambaye alikuwa katibu wa kwanza wa parokia ya Makuburi, lakini alihudumu katika nafasi hiyo kwa zaidi ya vipindi 3. Kwanza fani yangu ya kazi, mimi nilikuwa ni mwalimu. Kwa hiyo sasa nikajikuta napenda sana niwe mtendaji, unaona, kwenye mambo ya kiroho. Na kwa kweli niliyaweza. Halafu kwa sababu kwanza ule mchakato ulikuwa unahitaji sana uhamasishaji wa hali ya juu. Kwa hiyo uhamasishaji ndio ulionifanya niweze kushika nafasi hiyo kwa muda mrefu sana. Na wakati ule ilikuwa bila kuhamasisha, waumini wanakuwa kidogo, wengine hawaelewi, mioyo migumu katika kutoaji na nini. Na wakati ule tunavyoanza, unajua masuala yalikuwa yanahitajika mengi kwa kutumia fedha. Sasa ile uhamasishaji wangu, uelewa mambo mengi ya kiroho, tufanye mbinu hizi, waumini ndio maana wakaona kumbe huyu awe ndiye mtendaji. Nikawa kila hata ikifika uchaguzi, tukimaliza muda tena unakuta wanaendelea wanachagua niwe katibu. Hata wakati tuko kwenye kamati ile ya maendeleo ya kwanza, ukikuta ile timu nzima, ingawa wengine wako mbele yake kama kina Mzee Kavishen na nini, lakini nilikuwa mwanamke, niko peke yangu tu kwenye ile kamati. Kwa hiyo uhamasishaji wangu, nafikiri na kipaji changu ndicho kilichonisaidia na ninavyofikiria. Imenisaidia sana. Kuna mengi sana ya kujivunia kama parokia, ikiwa ni pamoja na vyama mbalimbali vya kitume vinavyofanya vyema kabisa parokiani hapo katika kusaidia kuwaimarisha waamini kiimani. Lakini pia unapohitaja parokia Mwenye Heri Anuarite Makuburi, hutoacha nyuma UKWAKATA parokia inayojumuisha kwaya 4 ambazo zimetoa mchango mkubwa kiuinjilishaji kwa kuitangaza vyema parokia ya Makuburi ndani na nje ya parokia, jimbo na nje ya nchi. Kwaya hizo ni Mtakatifu Kizito iliyoanzishwa mwaka 1988 wakati kigango kinaanza, kwaya ya Mtakatifu Cecilia iliyoanzishwa mwaka mmoja baadaye 1989, kwaya ya Mwenye Heri Anuarite iliyoanzishwa mwaka 1995 wakati huo ikijulikana kama kwaya ya Sayuni, na kwaya ya Mtakatifu Monica iliyoanzishwa rasmi mwaka 2021. Sasa hivi imekuwa vizuri sana, watu wanasali sana, vyama vya kitume vingi, kwaya zimekuwa nyingi. Kwa mfano miaka ya 10 na ngapi ile misa asubuhi ilikuwa haina kwaya. Ilikuwa unakuta mimi kwa kipaji nilichonacho ndo nilikuwa nawaimbisha wanakwaya, misa inakwenda, basi tumeenda. Sasa imezaliwa kwaya inaitwa Mtakatifu Monica misa ya kwanza. Unaona? Kwa hiyo yani sijui tuseme nini, kujivunie nini, tumwacheni Mungu aitwe Mungu tu basi. Mioyo ya waamini wa parokia ya Makuburi imejaa shukrani. Nguvu kubwa sasa inaelekezwa katika kuiboresha vyema kabisa parokia hiyo, na hatua hizo zimeanza kuonekana kama anavyosema mwenyekiti wa sasa wa parokia hiyo Steven Chua. Wakati tumepokea kijiti tulikuta wenzetu walitangulia wamenunua maeneo makubwa na mengi kuweza kutanua eneo la parokia, kwa sababu nyuma eneo la parokia lilikuwa ni dogo, na hivyo basi wakafanya juhudi kushirikiana na waamini wote wa parokia hii kuweza kununua maeneo mengine makubwa zaidi ili basi kuweza kutanua parokia. Na katika maono hayo basi tulidhamiria maeneo haya ya parokia tuweze kuyaendeleza, kwa maana ya kwamba yasikae tu vile kwa sababu tumenunua basi tuyaache. Hapana, tulidhamiria kuendelea kuyaendeleza kwa sababu maeneo haya yanapaswa kutunufaisha kama parokia. Na hivyo basi tukiangalia eneo letu la hata hapa tulipo ni eneo ambalo halitoshelezi kwa ajili ya maegesho ya magari,
Lakini si maegesho magari, lakini pia parokia yetu ina upungufu wa miradi ambayo inakuwa kama chanzo cha mapato ndani ya parokia. Na hivyo basi kwa kushirikiana na halmashauri ya walei parokia kwa pamoja tukaona kwamba kuna mambo ambayo lazima sasa tuyazingatie kuweza kuyapa kipaumbele. Kwa mfano sasa hivi tumekamilisha ujenzi wa mnara ambao tunamshukuru sana baba paroko Moses Omondi ambaye kwa nafasi ya kipekee amekuwa ni chachu ya kuweza kufanikisha ujenzi wa mnara huu. Lakini pia tunaona tuna changamoto upande wa sehemu za kujistiri, hasa pale ambako kwa siku kama za Dominika na siku za sikukuu tunapokuwa na wingi wa waamini wanaokuja kushiriki ibada ya misa takatifu. Hivyo basi tunadhamiria na tunafikiria katika kipindi kijacho tuweze kuanza mara moja ujenzi wa maliwato mapya ya parokia ambayo yatakuwa ni makubwa na ya kisasa, ili basi kuweza kuruhusu watu hawa na kuweza kuaccommodate wote, ili basi tuweze kupata huo mrija mzuri wa kwenda mbele katika huduma hiyo. Lakini kadhalika kama parokia tumekuwa na mawazo, tumekuwa na ndoto ya kujenga ukumbi mkubwa wa parokia ambao si tu utafanya kazi za kuaccommodate ama kuweza kukidhi mahitaji ya vikao au mahitaji ya kwetu kama parokia, lakini pia ukumbi ambao tutautumia kama sehemu ya kujipatia kipato, kama sehemu ya kuongeza pato la parokia, ili basi kama parokia tuweze kuendelea kupiga hatua zaidi za kimaendeleo. Kwa sasa hivi tupo katika mchakato ambao tumeshaupeleka kwenye halmashauri ya walei parokia, mchakato ambao tunaenda kutengeneza dira ya parokia ya Makuburi, dira ambayo itaonyesha maendeleo ya muda mfupi na maendeleo ya muda mrefu, ambayo ndani yake itatengenezewa dira maalum, itatengenezewa njia, itatengenezewa mfumo ambao kadhalika tutakuwa tunaenda kwa kipindi labda cha miaka 5. Tunataka tuwe tumefanya vitu hivi ndani ya miaka 5, ili basi nguvu yote, akili yote, pamoja na kwamba mambo mengine ya kiparokia yasiweze kulala, lakini basi hiyo miradi ya kimaendeleo iweze kusonga mbele. Yote yaliyofanyika yasingewezekana bila uthubutu, kujitoa na moyo wa kimisionari wa waamini wa parokia Mwenye Heri Anuarite Makuburi kwa miongozo waliopata kutoka kwa mababa waliowaongoza, tukianza na Padre Gerardo, paroko wa kwanza, Padre Nicholas Masamba, Padre Faustin Mlelwa, Padre Jovin Bakikira na paroko wa sasa Padre Moses Omondi, ambaye anakiri pasipo msaada wa Mungu na ushirikiano wa waamini mafanikio yasingekuwapo. Na sasa nguvu ikielekezwa kukamilisha miradi mbalimbali ya kimaendeleo na kukamilisha kabisa mnara wa kanisa ambao umefikia ukingoni. Basi naomba nitumie nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati. Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kufanya utume katika parokia hii ya Mwenye Heri Anuarite Makuburi, ambao ni parokia kongwe, mojawapo parokia ambazo tunaweza tukasema zina muda mrefu, kwa sababu parokia kuwa na miaka 27 28 bila shaka inafahamika na inatambulika kama parokia kongwe au parokia iliyokomaa. Namshukuru Mungu pia kwa namna ya kipekee kwa Baba Askofu Mkuu Yuda Thaddeus Ruwa'ichi kwa kuniamini na kunipa majukumu haya makubwa kama paroko. Sio jambo dogo, sio kwamba ni swala la cheo, lakini ni uwajibikaji, ni majukumu, na yeye ameniamini na kunipa nafasi hiyo ya kuweza kuongoza taifa la Mungu. Kumbe nimshukuru na yeye kwa nafasi hii na upendeleo huu ambao kupitia yeye nimeweza kupata. Lakini pia nimshukuru na Baba Askofu Msaidizi Henry Mchamungu, ambaye nilipokutana naye hasa kuhusiana na swala la mnara aliweza kuhoji na kusisitiza kwamba kanisa letu ni vizuri likawa na mnara. Kumbe na yeye kwa namna ya kipekee nimshukuru sana, na jambo hilo leo hii naweza nikasema kwamba Mungu ameweza kutusindikiza na tumeweza kufanikiwa kwa asilimia kubwa. Pia nitumie nafasi hii kushukuru uongozi wote ambao umefanya utume katika parokia hii ya Mwenye Heri Anuarite, maparoko waliotangulia, viongozi wa kamati tendaji halmashauri ya walei,
bila shaka na wenyewe pia wamefanya utume uliotukuka, wala siwezi kusema kwamba wale hawakufanya kitu chochote cha maana. Bila shaka parokia hii imefikia hapa ilipo kwa sababu ya jitihada zao. Lakini pia kwa namna kipekee pia ni washukuru waamini wa parokia hii ya Mwenye Heri Anuarite, kwa sababu pamoja na kwamba mimi ni paroko, siwezi kufanya kila kitu peke yangu. Nahitaji ushirikiano kutoka uongozi na kutoka kwa waamini kwa ujumla. Wote kwa pamoja tunaposhirikiana, basi tunafanikiwa kufanikisha jambo letu. Basi kwa hayo machache, na washukuru wote ambao kwa namna moja au nyingine waliweza kutoa ushirikiano katika ujenzi wa mnara wetu wa kanisa. Mungu awabariki sana, na tunaomba muendelee kutuombea ili utume uweze kuendelea katika parokia hii yetu ya Mwenye Heri Anuarite. Tuseme nini zaidi? Kwa neema ya Mungu yamekamilika, na anaendelea kulijenga kanisa lake kupitia watumishi wake. Msituchoke pale tutakapokuja kwenu na kuubisha kwa kuomba msaada. Tunaomba ushirikiano, tusaidiane pamoja ili tuweze kulijenga kanisa la Mungu, tuweze kujenga taifa la Mungu. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.